Kanisa Anglikana Tanzania, taratibu wa kumsimika mwadini. Tangulizi. Ndugu wapendwa katika Bwana, leo tumekusanyika hapa ili kumsimika mwadini wa dinari ya Nyakitondo. Haja ya kumsimika mwadini inatokana na kuhama kwa mwadini aliyekuwepo, Bonifasi Yusufu. Baba Askofu kwa kushirikiana na Baraza la Halmashauri ya Askofu TC alimpanga mchungaji Leonard Kiruge kuhamia hapa dinari ya Nyakitondo. Kama mnavyofahamu, wajibu wa mwadini ni kumwakilisha askofu sehemu wanazopewa kusimamia ni washauri wa mambo ya kiroho na kiutawala kwa wachungaji. Tena wanapaswa kusimamia masuala yote ya fedha katika dinari na kuhakikisha mawasilisho ya CCF katika dinari yanawakilishwa kwa muda husika. Hivyo Baba Askofu mwenye heshima katika Mungu, tunakuomba usimike mchungaji wa mtaa huu wa Nyakitondo na wa dinari ya Nyakitondo na kutambulisha rasmi kwa waumini wa dinari pia. Mchungaji Leonard, tutafanya bidii kuchunga Wakristo wa mtaa huu wa Mtakatifu Filipo na dinari yote ya Nyakitondo. Ndivyo tutakavyofanya, Bwana akinisaidia. Tutawasaidia wachungaji wenzako katika kazi yao na hasa katika mambo ya kiroho. Ndivyo tutakavyofanya, Bwana akinisaidia. Kasisi Leonard Kiruge, tutahimiza kwa uaminifu hali ya maisha ya watumishi wenzako na hasa hali ya kiroho kufuatana na misingi ya neno la Mungu. Ndivyo tutakavyofanya, Bwana akinisaidia. Mchungaji Kiruge, tutajitahidi kushirikiana na viongozi walio juu yako na kumtii askofu wako, vika jengo, katibu mtendaji, mkurugenzi, na kushughulikia kwa moyo wa bidii kazi zote zitakazokuwa chini ya uangalizi wako. Ndivyo tutakavyofanya, Bwana akinisaidia. Asante. Kasisi Leonard Kiruge, mamlaka niliyopewa na Mwenyezi Mungu na kwa kufuata katiba ya Dayosisi ya Western Tanganyika pamoja na miongozo yake, lakini pia kwa kufuata katiba ya kanisa letu la Anglikana Tanzania, mimi Emmanuel, kwa neema ya Mungu, askofu wa Dayosisi ya Western Tanganyika, leo tarehe 19 ya mwezi Aprili 2026 na kusimika rasmi wewe Leonard kuwa kasisi kiongozi wa parishi hii ya Mtakatifu Filipo, lakini pia kuwa mrudini wa dinari hii ya Nyakitondo. Neema ya Mungu iwe pamoja nawe katika uongozi wako, ukiwachunga watu kama ulivyosikia katika neno, ukifuata miongozo ya Yesu Kristo ambaye ni mchungaji mwema. Mimi nakusimika wewe sasa kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kutambua mamlaka yako ya uadini katika Dayosisi ya Western Tanganyika, tunakubalisha rasmi vazi hili la mamlaka ya uadini katika dinari ya Nyakitondo, lakini katika Dayosisi ya Western Tanganyika, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Wapendwa, Bwana asifiwe. Mchungaji Kiruge oye! Mchungaji
huyu baba sio mteule tena. Sawa, ninasema nini mteule? Sasa sio mteule tena, lakini ameshakuwa kamili. Kama kuna kazi ulikuwa unazifanya kwa mashaka na kwa nusu kama rudini, sasa uzifanye kwa ukamilifu wote, maana sisi tumetimiza haki yetu hiyo. Wachunge na kuwaongoza wachungaji wenzako katika jina. Simamia sera na miongozo ya dayosisi yetu. Waelekeze watu na waumini wote kufuata taratibu na kanuni za dayosisi, wewe ukiwa mwakilishi wetu hapa. Lakini waelekeze watu katika utumishi wao. Shirikiana nao. Pekee sana wachungaji wenzako, lakini wazee wa kanisa katika parish hii. Tumesema mengi sana na wazee wa kanisa maeneo mbalimbali. Mara ya mwisho tumesema na makatibu na wahasibu hivi karibuni, lakini nia yetu ambayo tunataka tukukumbushe na tutawakumbusha wachungaji wote mwezi huu unapokuja watano kwenye semina yetu, kutengeneza mshikamano katika kazi ya Mungu, na hasa ofisi hizo tatu ambayo ni moja katika parish: ofisi ya mchungaji, ofisi ya katibu wa kanisa na ofisi ya mhasibu wa kanisa. Hizi ni watu watatu ambao tunataka wawe kitu kimoja katika maisha ya kanisa ya kila siku, lakini kila mtu acheze kwenye nafasi yake. Katibu ajue nafasi yake ni nini, mhasibu ajue nafasi yake, na tumezungumza nao haya wanayafahamu. Wewe ndiye kitovu wao bwana. Usiwaache watu hawa, kwa sababu hawa ndio kiunganishi cha wazee wa kanisa na mchungaji, lakini pia na waumini wote. Tumesema hii ndio kamati tendaji ya parish, yaani kila siku hawa watu watatu lazima wajue kinachoendelea kwenye kanisa. Kwa hiyo mshikamani. Sijui katibu yuko wapi hapa? Bwana Msalasi. Mhasibu? Mama. Si mlikuja wote? Haya tuliozungumza, si bado mnakumbuka? Haya. Hiyo tafadhali. Baba yuko hapa sasa, tushirikiane kwa pamoja. Mimi ni imani yangu, kiacha chokochoko na migogoro sio na lazima kwenye dayosisi yetu, kati ya mchungaji na wazee wa kanisa, mchungaji na mhasibu na katibu. Yani sasa watu watatu ambao wanafanya kazi kila siku, tunagombanaje kwanza? Kwa tunataka tuanze kutengeneza mfumo mzuri wa utawala na uongozi. Yako mambo ambayo yote mwambia katibu, hebu leo waambie waumini. Anasimama anasema, wengine mhasibu, wengine naongezea mwenyewe. Utaona kazi inafanya nini? Naenda na unapata muda wa kutulia na kusikiliza hawa watu. Kwa hiyo tuwaombe wazee wa kanisa mtoe ushirikiano kwa makatibu na wahasibu ambao hawa pia watakuwa wanafanya kazi kwa karibu na wachungaji wao. Nataka hizi ofisi tatu ziwe kitu kimoja kwenye parish. Katibu na mhasibu wajue maisha ya kila siku ya mchungaji. Ni muhimu sana. Ni muhimu sana. Haya ni mambo ya msingi sana. Mjue katibu na mhasibu. Mchungaji leo amekula. Mchungaji leo amefanyaje? Mchungaji leo anasafiri, anaenda Kigoma, atalala huko siku 2-3, ataishije huko? Tengenezee mazingira hayo, watu wanajua. Basi mimi nimesema hayo kwa ajili ya mambo ya utawala na kazi